Ninakusalimu katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpendwa msharika wa usharika huu wa Temboni na mwanafamilia ya usharika wa Temboni, pamoja na watazamaji wetu wote ambao wanaabudu nasi kupitia channel yetu ya KKT Temboni TV, ambao tunamwabudu Mungu kila Jumapili, wale walioko nje ya nchi na kila mahali walipo. Ninakusalimu pale ulipo, na natumia nafasi hii sasa kukukaribisha kwa ajili ya sikukuu ya mavuno. Mwaka huu tarehe 5 mwezi wa 11 tuna sikukuu ya mavuno. Na sikukuu ya mavuno ni nini? Sikukuu ya mavuno, mavuno ni sadaka, lakini ni tofauti na sadaka zingine zote. Ndio, kuna sadaka ya fungu la 10, kuna nadhiri, lakini sio mavuno. Mavuno ni sikukuu ya kipekee, ni sherehe ambayo Mungu mwenyewe ameiagiza, na kuna baraka ambazo zipo kutokana na hiyo sikukuu ya mavuno ambayo iko mbele yetu. Tunaposoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, kila mtu atoe kama awezavyo kwa kadri ya baraka Bwana Mungu wako alivyokupa. Kuna baraka ambazo Mungu ametupa. Kwa hapa Mungu anataka kama mimi ninafuga mifugo, nije na shukrani ya mavuno madhabahuni kwake kulingana na baraka aliyonipa kwenye mifugo yangu. Kama ninafanya kazi, nije na baraka ya kazi aliyonipa kwenye mshahara wangu. Nina biashara, chochote nilicho nacho, Mungu anategemea kwa zile baraka alizonipa nije nazo kumshukuru yeye. Lakini pia tunapoleta sadaka ya mavuno ni kuonyesha moyo wa shukrani mbele za Mungu, kwamba tumeuona wema wake. Ndugu zangu, neno la Mungu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23 mstari ule wa 16, ambao neno kula mavuno yetu linatuonyesha moyo wa shukrani mbele za Bwana. Anaposema tena sikukuu ya mavuno, hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka. Anatukumbusha kuja na moyo wa shukrani mbele za Mungu. Lakini pia sikukuu ya mavuno ni siku ya pekee mbele za Mungu kama familia. Na agizo la Mungu kwenye maandiko matakatifu, yani Biblia, linatuambia wala hapana atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu, Kutoka 23 mstari wa 15. Kwa nini Mungu anasema hapana atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu? Ni kwa sababu kuna baraka nyingi alizotupa. Kwanza, kuwa na uzima na afya, yani uzima na afya, acha vitu vingine, hizo ni baraka tosha mbele za Bwana. Kwa hiyo Mungu anategemea kwa baraka hizi alizotupa tuikaribia madhabahu yake kwa shukrani. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 18, neno la Mungu linasema pale ya kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Utamkumbuka. Kwa anatukumbusha umuhimu wa mafanikio tulio nayo. Nani mwenye haya mafanikio? Ni Mungu aliyetupa. Lakini pia kwenye mavuno kuna nguvu ya kuinuliwa kwetu. Kwenye kitabu cha Mithali mlango wa 3 mstari wa 9 na wa 10, anasema vizuri pale, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Kwa hiyo pia natukumbusha kwamba kuna kuinuliwa na Bwana, kuna baraka ambazo Mungu anaziachilia tunapokuja mbele yake kwa ajili ya sikukuu ya mavuno. Lakini pia tunaonyesha uwakili wetu mbele za Bwana. Kwa hiyo tunapoleta mavuno yetu mbele za Bwana kama sadaka ya sikukuu na shukrani, tunaonyesha uwakili wetu mbele za Bwana. Mfalme Daudi kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 29:14 anasema, kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kwa vitu tulivyo navyo ni mali ya Bwana. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza inasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Kwa hiyo hata mimi, hata wewe, na mali tulizo nazo ni mali ya Bwana. Lakini pia kuna baraka nyingi, baraka ya mavuno ndani ya familia, baraka ya mavuno ndani ya familia. Anazungumza, Mungu anasema hawatajitabisha kwa kazi bure, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Isaya 65 mstari wa 24. Lakini pia tunapoleta sadaka ya mavuno
Sadaka yetu ya mavuno mbele za Bwana inaonyesha moyo wetu wa kupenda, ni moyo wa kupenda kumtolea Mungu. Tunaonyesha moyo wa kumpenda Mungu na moyo wa kuonyesha kwamba tumempenda Mungu na ndio maana tunamtolea. Neno la Mungu kwenye Wakorintho wa pili 8:3 linasema, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Sadaka ya mavuno au hii ya mavuno ni sadaka ya shukrani, ni ibada ya shukrani ya hiari, si ya lazima. Kila mmoja atoe kama Mungu alivyomkusudia. Na mwisho kabisa, mavuno yanatuinua mbele za Bwana kwenye kazi ya mikono yetu, lakini pia kuna ulinzi wa Mungu kwenye mali zetu. Anasema pale kwenye Wakorintho wa pili sura 9 mstari wa 10, anasema, na yeye apandaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu. Mpendwa mwanafamilia hii ya Temboni, tunapojiandaa na sikukuu ya mavuno, sisi pamoja na watoto wetu, tukijua tarehe 12 tuna sikukuu ya mavuno kwa ajili ya watoto, kuwarithisha watoto umuhimu huu wa kumshukuru Mungu. Tunawasomesha, tunawalea. Tunapowaandaa pia kwa sikukuu ya mavuno tarehe 12 baada ya tarehe 5, inatukumbusha na tunawakumbusha watoto wetu kuwajengea msingi ulio mwema. Mungu akubariki unapojiandaa kwa mavuno ya tarehe 5, yao ya baraka kwako, akutunze, akulinde. Na hapa ninataka nikuombee unapojiandaa na sikukuu ya mavuno. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa kutupa mwaka huu tena wa 2023. Mwaka jana tuliachana kwenye sikukuu ya mavuno, na yako mambo mengi yamepita kwenye maisha yetu. Kila mmoja hawezi kuhesabu wala kulipa gharama ya upendo wako uliotoa kwa ajili yetu. Nachokuomba Mungu mwaminifu, kwa ajili ya wapendwa hawa, kwa ajili ya washarika, sisi familia ya usharika huu wa Temboni, kwa ajili ya mavuno ya mwaka huu, Baba, ninawaombea washarika hawa. Naomba kwa ajili ya kazi za biashara wanazofanya, nawaombea mashamba yao, nawaombea mifugo yao, nawaombea maofisi yao, nawaombea kila wanachoweka mikono yao kukifanya, kikabarikiwe na wewe. Sikukuu ya mavuno kwa mwaka huu Bwana ikawa ya kipekee. Baraka zako zitembee pamoja nao kila mahali watakapokuwa. Uso wako uende pamoja nao kila mahali watakapokuwa. Damu yako inene mema kwa ajili ya maisha yao. Ulinzi wa damu yako ya thamani. Na tarehe 5 Bwana, utupe ibada njema iliyojaa baraka, utakayo kuona wewe, utakayo kushangilia wewe, utakayo litukuza jina lako kwa ajili ya uaminifu wako. Sifa na heshima na utukufu na adhama ni za kwako peke yako Jehova. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani katika maisha yako, akupe amani katika kazi za mikono yako. Kila uwekalo mikono yako kulifanya likabarikiwa na Bwana Yesu. Akutunza Mungu Mwenyezi. Tuonane kwa furaha na amani madhabahuni pa Bwana Jumapili ya tarehe 5 ya mwezi wa 11, wewe na familia yako. Bwana akubariki. Amen.